So kiuhalisia na kiukweli kabisa, nchi moja peke yake iliyosalia kuwa huru na ugonjwa mzima uno wa Ebola sio nchi nyingine isipokuwa ni nchi ya Tanzania. Nchi ya Tanzania peke yake ndio nchi ambaye iko free from Ebola, kulizingatia yale mashtaki ambayo tumeweza kuyaona na takwimu ambazo zimeweza kutoka kwa sasa. Nchi za mashariki mwa Afrika hapa tulipo, nchi ya DRC ndio inayoongoza, na nchi ambayo haijaandikisha kisa hata kimoja cha Ebola ni nchi ya Tanzania inayoongozwa na Samia Suluhu Hassan, ambapo yule waziri mzima wa masuala mazima ya health ndani ya ile nchi ameweza kuzungumza rasmi na kusema kwamba Tanzania haijapata mtu yoyote mwenye maradhi ya Ebola, lakini hivyo basi akawa anatoa kama ushauri kwa wananchi na raia wa Kitanzania ya kwamba wawe makini sana, kwa sababu wako karibu ama majirani zao ambao karibu nao ni watu ambao baadhi yao tayari wameweza kuambukizwa na ugonjwa huu, ama ugonjwa huu upo ndani ya nchi zao. Hivyo basi ni sahihi yeye kutoa takwimu hizi ama kutoa onyo kwa wananchi wa Tanzania ili waweze kuwa makini sana, ili wasiwezi kuchanganyikana na watu wale kutoka nchi zile, ili waweze kuepukana na maradhi haya ya Ebola. Ikizingatiwa kwa sasa nchi ya Tanzania, Uganda na Kenya ni nchi ambazo zinaingiliana kwa masuala mazima ya biashara kila uchao. So masuala mazima ya kama sokoni ama kwenye kuuza na kununua bidhaa sehemu tofauti tofauti ni sehemu ambazo wananchi hawa wanachanganyikana, wananchi na kwenye usafiri pia vile vile. Wananchi wa Kenya, wananchi wa Tanzania na wananchi wa Uganda ni wananchi ambao wanakuja pamoja mara kwa mara. Na kwa sasa nchini Kenya tayari imebainika kwamba kuna visa viwili ambavyo vimepatikana vya watu ambao wako na maradhi ya Ebola, na vile vile pia tumeweza kuona kwamba kuna baadhi ya watu ambao ni wa Amerika ambao walitolewa ndani ya DRC kwa sababu yule makubaliano yao kati ya Kenya na United States of America, Marekani huku, ya kwamba wale wote wenye maradhi wa Amerika ambao wana maradhi ya Ebola watachukuliwa wapelekwe nchini Kenya kwenye kambi maalum ambayo imetengenezwa kwa minajili yao, ili waweze kuhudumiwa pale na kufuatiliwa na kusubiria mpaka wawe sawa ndio waachiliwe waweze kuchanganyikana na raia wengine. So hiyo ni hatari tosha, ama ni dalili ya ile ambayo tunaita it's a red flag, ambapo ni bendera nyekundu. Tunasema tumesha bendera nyekundu, maanisha kwamba ni dalili mbaya ambayo inaonyesha kwamba kuna uwezekano pia vile vile maradhi haya yakaweza kusambaa kwa Wakenya wengine wote, na vile vile pia kusababisha kuambukiza maradhi haya kwa watu wengine ama hata kwa nchi jirani. Na kwa sababu nchi ya Uganda tayari imeweza kutenga na kufunga milango yote ya watu wote ambao wanatoka DRC kwa sasa, especially wale ambao wana maradhi haya. So wameweka kituo maalum cha kupima watu kwenye airport pale, ambapo ukiingia ndani ya Uganda kwa sasa lazima upitie vipimo maalum ili ubainike kwamba wewe una maradhi ama hauna maradhi haya ya Ebola. Kama una maradhi haya ya Ebola hauturuhusiwa kuingia ndani ya Uganda, na kama uko sawa basi utaenda kwa quarantine ambao wameiweka sahihi, ambao utaketi pale kwa siku takriban 21 kwenye ile kambi, ili baada ya hapo uweze kupimwa na ibainike kama wewe ni mzima ama ni mgonjwa, ikizingatiwa kwamba huu ni ugonjwa ambao hata baada ya kwamba umekuwa exposed kwako utaweza kubainika baada ya siku 21 ama chini ya siku 21. So ni matamshi mazuri ambayo yameweza kutoka nchini Tanzania, na kwa sasa mimi nasema kwamba huenda njia mbadala ikachukuliwa nchini Tanzania kuzingatia uoga na hatari ya kiafya ya ugonjwa huu wa Ebola. Basi nchi ya Tanzania endapo itachukua hatua ya kufunga mipaka ili wasiweze kupokea watu wote kutoka nchini Kenya na Uganda na DRC, watakuwa hawajafanya makosa, kwa sababu watakuwa wanajilinda wenyewe kwa wenyewe na kujihakikishia usalama ndani ya nchi yao. Tunaomba mjue kwamba nchini Tanzania hakuna ugonjwa wa Ebola, lakini ni muhimu kujikinga, kwa sababu hizi nchi ziko mipakani kwetu, tunaingiliana kwenye shughuli za biashara, za kazi, ndugu jamaa. Kuna watu wanasafiri wanaingia na kutoka katika mipaka, katika mahospitali, katika maeneo ya mikusanyiko. Serikali ilishawekeza kwenye vitakasa mikono na maji tiririka. Kwa hiyo tunachoenda kufanya ni kuviongeza na kuvisimamia vitumike, lakini vipo. Kinga ni bora kuliko tiba, na wote tukishirikiana kufuata utaratibu, kusikiliza maelekezo, tunaweza kuhakikisha nchi itaendelea kubaki salama mpaka siku za mbeleni, ili kulinda vizazi vyetu na sisi wenyewe.
So guys, endapo tutapata habari yote wakati wowote kuanzia sasa, tuambiwe ya kwamba nchi ya Tanzania inafunga mipaka yake dhidi ya nchi jirani kwa minajili ya maambukizi haya, basi nafikiria sio wakati mwafaka wa kulaumu chochote. Mwanzo kama mimi ingekuwa ni rahisi kwa nchi ya Tanzania hapa, ama niko vizuri ya kwamba naweza nikielekeza, basi kwa sasa tayari ningeweza weka kituo maalum cha watu wote ambao wanatoka nchi kama ya jirani kama ya Kenya, nchi ya Uganda, nchi ya Democratic Republic of Congo ambao ni DRC. Hii watu wote wapitie vipimo maalum ili mradi waweze kubainika kwamba ni wazima ama wameambukizwa na virusi hivi, na kama ni wazima waweze kuenda sehemu maalum ambao tutaweka, ambao watalipa pia vile vile kwa siku takriban 21, alafu waingie kwenye vipimo, wakipatikana wako sawa waweze kuachiliwa kuenda kujumuika na wananchi wengine. Lakini haya masuala ya kwamba tukifunga watasema hivi na hivi, tukifunga watatuchamba, tukifunga kwa hivyo acha tuachilie free mwanzo, hii ndio kitu ambayo itakuja italeta shida. Kwa sababu gani? These people, hawa ndugu zetu kutoka nchi ya Kenya, ndugu zetu kutoka nchi ya Uganda, endapo tutawaruhusu kuingia nchi ya Tanzania kwa wakati huu ambao kuna ile eti ya maradhi haya kusambazwa kila mahali ama kuenea kila mahali. Kwa sasa kuna takriban watu zaidi ya 200 ndani ya DRC wameweza kuzikwa ama wameweza kukufa baada ya kwamba wameambukizwa na maradhi haya, ikiwemo hata wale ambao wanauguza, wale madaktari ambao wanajaribu kujitahidi ili mradi waweze kumiliki maradhi haya, pia wale vile vile wameweza kuambukizwa na mwisho wa siku kufariki dunia. So it's not something small and it's not something to make it light, ikizingatiwa kwa sasa nchi kama ya Amerika baada ya kwamba Wakenya wameingia kwenye maandamano na kukataa kambi ile ya Kiamerika iweze kujengwa pale Laikipia kwa minajili ya kuwaeka wale ambao ni Amerika ambao wameathirika na maradhi haya. Nimeweza kuona waziri wa afya ndani ya Amerika vile vile ndani ya Donald Trump ofisi yake pale amekuja na kusema kwamba hata Wakenya wakikataa ama hata koti ya Kenya ikikataa ya kwamba watu wetu wasiweze kutengenezewa kambi nchini Kenya, wapo watu wengi ama zipo nchi nyingi sana ambazo zinatarajia tuwape ofa kama ile ili waweze kuichukua na wajenge quarantine hizi ili watu wetu waende kujihifadhi. Lakini hawajasema ya kwamba hata Kenya ikikataa bado still sisi wenyewe tunaweza tukajenga quarantine hizi ndani ya nchi ya Amerika na tuwalete watu wetu ambao wameambukizwa na maradhi haya ili waje waketi hapa Amerika. Hawajasema hilo. So wako tayari wagonjwa wa maradhi ya Ebola ambao ni watu ama ni raia wa Kiamerika waende wakahifadhiwe nchi nyingine za Kiafrika, lakini sio nchi za Kiamerika ama sio nchi ya Kiamerika pale. So swali ni kwa nini hao wanawakataa lakini wanataka wenzao waende wakawahifadhi, wawalipe, wajenge majumba sijui nini na nini? Why is it so? Why are they forcing watu wao wenye virusi waende wakaekwa kwenye nchi nyingine za Kiafrika na sio nchi zake za kijirani pale Amerika ama sio nchi yake mwenyewe? That is a big question ambayo inapaswa iwe kwenye akili zetu na kutufungua kichwa na tujiulize kwa nini hawataki na wanataka nchi zingine za Kiafrika wakubali masuala kama haya. So it is what it is, ladies and gentlemen. Naomba maoni yako kwenye comment section hapo, alafu tuendelee na masuala mazima.